tunapowaona waliolenga risasi tunawaangaliaje? Kwamba sasa ni manake wanakuwa sasa ni nani? Kwa sababu mwanadamu sio mnyama wa kawaida kwamba kama nguruwe au nini sema nataka nipate kitoweo. Napomaliza huyu napata faida ipi zaidi ya chukizo kwa Mungu? Mengi yanaongelewa sana leo hii, yanaongelewa kwa namna tofauti. Pengine tunayaweka haya kisiasa, lakini mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Mwanasiasa wa kwanza alikuwa Mungu. Na siasa yetu kama binadamu tunasema kwamba kila mwanadamu ni mwanasiasa, kwa sababu si kisiwa. Hata kwenye familia kuna siasa, lakini siasa tunazoziongelea ni siasa gani? Sio za uadui. Taifa letu limeundwa, tukiangalia baba wa taifa alituweka katika misingi ya kupendana, ya kusaidiana, ya kukosoana kwa upendo. Alafu hata yule anayeongoza kujikosoa, kwa sababu wa taifa alijikosoa, alisema kabisa kwamba tutathmini muda huu tulioishi, tumeishije, tumekosea wapi, tujirekebishe. Kumbukeni kwamba mtu ambaye hawezi kutambua kosa lake ni vigumu sana kujirekebisha. Naona kila mmoja anayesema anamuonea, ni kama yani anamtendea vibaya sana yeye, na hili ni tatizo. Ndio tatizo hilo, kwa sababu kama anasikilizwa ni mahitaji ya mwanadamu huyu ambaye ana mahitaji ya kimwili, na bila tibiwe, na bila pumzike, lakini ana mahitaji ya kisaikolojia, kupendwa, lakini vile kusikilizwa, yale anayoyatamka, yale anayoyaeleza, ajieleze kwa nani. Lakini vile vile ana mahitaji ya kiroho huyu, anamhitaji muumba wake. Na ndio maana kila kitu tunakikabidhi mikononi mwa Mungu, iwe katika serikali, iwe katika nini. Tuanze na dua, tuanze na sala, sio maigizo. Kama kweli tunamjikabidhi mbele ya Mungu, haya yalimetoka wapi? Haya yaliyotendeka yametoka wapi? Wengine kama Tanzania hapa tunaona kwenye movie, lakini leo hii kwa macho sasa tulikuwa tunayaona. Sasa juzi hii tumeona risasi zinavyomiminwa, tumekaa ndani, ukitoka nje unaogopa kwamba utakutana na risasi. Na ndio maana lazima kukaa kuangalia hiyo. Na ndio maana tuseme tunapoombea haki na amani katika taifa letu, kuna wimbo unaimbwa, ni sawa sawa kusema upendo, sio hisia. Upendo unaoongelewa katika imani yetu ni upendo wa sadaka. Na tunapoongelea amani, sema wimbo wa amani unaimbwa sana, lakini tunasahau kuimba wimbo wa taifa. Tunasahau kuimba wimbo wa taifa. Kama tunaimba ni maneno tu tunayotamka, lakini nyoyo zetu ziko mbali sana. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, watu wajisikie nyumbani, lakini vile vile haki na amani. Lakini sasa siku hizi tunaimba amani, 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 amani. Tudumishe amani, tudumishe amani, tudumishe amani. Huwezi kujenga nyumba hewani hata siku moja. Msingi wa amani ambayo itakuwa imara kwa taifa lolote lile, msingi wake ni haki.
haki kwa kila mmoja. Tunaangalia vitu vyote hivyo, tukiangalia iwe katika uchumi, iwe katika maadili, iwe katika vyote hivi, lakini haki iwe katika mahakama zetu, haki. Lakini sasa kama kila kitu kinaenda tu, ndio kwamba tunapotea. Na ndio maana tuangalie kwa namna ya pekee haya yaliyotokea ni ujumbe kwetu. Manake kila mara hata ukitoka nje tulikuwa tukiimba wimbo tazama ramani utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi ya nafaka. Unafurahia, unajisikia nyumbani. Sasa leo tunaimbaje? Nalia tu, utaimba machozi yanakutoka. Machozi yanakutoka kwa sababu wewe unaishi kama mkimbizi, unaishi kama hupo nyumbani. Hili ni tatizo, hili ni tatizo ambalo tusipoangalia kwa makini tutapotea. Katika historia ya ulimwengu, yani katika mwanadamu huyu, kulikuwepo na wanafalsafa wa mwanzoni walikuwa wanaangalia hivi ukweli, vitu vyote vimeumbwa vimetoka wapi? Baadaye akaona mbona amepotea, haiwezekani. Ngoja tumwangalie mwanadamu yeye mwenyewe. Akamwangalia mwanadamu, haiwezekani.